Katika kitongoji cha Mwembe Kinyonga, kulikuwa na mtu mmoja ambaye kila mtu alimchukulia kama chizi wa kupindukia. Alijulikana kwa jina la Bwana Mahoka. Alikuwa mzee wa makamo mwenye ndevu zilizochanganyika na mvi. Mavazi yake yalikuwa yamechakaa kupita kiasi na mwili wake ulikuwa na harufu isiyoelezeka. Watu walimuona kama kero katika mtaa wao, mwenye tabia za ajabu na asiye na faida yoyote katika jamii. Siku zote Mahoka alitembea mitaani akibeba magunia na taka na vifaa visivyoeleweka. Watoto walimzomea, vijana walimtania na watu wazima walimfukuza alipokaribia maduka yao. Hakuna mtu aliyewahi kumchukulia kwa uzito, wala hakuwa na yeyote aliyewahi kutaka kujua historia yake. Lakini jambo moja lilikuwa la ajabu. Mahoka hakuomba chakula wala pesa kutoka kwa mtu yeyote. Wakati mwingine alionekana akitoweka usiku na kurejea alfajiri bila mtu yeyote kujua alipokwenda. Wapo waliodhani anaenda kulala majalalani, lakini hakuna aliyethubutu kumfuatilia. Licha ya sura yake ya kichizi, Mahoka hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa na utajiri mkubwa, mali nyingi zisizofikika na ardhi yenye thamani kubwa mjini na mashambani. Alimiliki majumba makubwa, magari ya kifahari na hata biashara kadhaa zilizokuwa zikisimamiwa kwa jina la mtu mwingine. Lakini alikuwa na tatizo moja kubwa. Hakuwa na mrithi wa mali zake. Hakupata watoto na ndugu zake wa karibu wote walifariki. Alikuwa na hofu kwamba pindi atakapofariki, mali yake yote yangeangukia mikononi mwa watu walafi wasiostahili au hata serikali. Ndipo akaamua kufanya jaribio. Alitaka kumtafuta mtu mwenye busara, moyo wa huruma na hekima ya kweli, mtu ambaye anaweza kumiliki utajiri wake kwa haki na kuutumia kwa manufaa ya jamii. Jinsi alivyochagua, alijifanya chizi na kuona jinsi watu watakavyomtendea. Katika mtaa ule kulikuwepo na kijana mmoja aliyeitwa Rashidi. Alikuwa yatima, mwenye bidii na heshima kubwa kwa kila mtu, hata kwa wale waliomdharau na jamii. Kila siku alipoona Mahoka akifukuzwa au kuzomewa, alihisi huruma. Siku moja Rashidi alimuona mzee Mahoka amekaa pembezoni mwa barabara, akionekana mchovu zaidi ya kawaida. Badala ya kumpita kama wengine, alimsogelea na kumpa chupa ya maji pamoja na kipande cha mkate. Mahoka alimtazama kwa jicho la kushuku, kisha akatabasamu kidogo, tabasamu ambalo hakuna mtu aliyewahi kuliona hapo awali. "Kijana, unaitwa nani?" Mahoka aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. "Naitwa Rashidi mzee." "Na mbona unanipa chakula na hujui mimi ni nani?" Kwa sababu naona una njaa. Hakuna anayestahili kufa kwa njaa tukiwa tunaweza kusaidiana." Mahoka alimwangalia Rashidi kwa muda mrefu, kisha akacheka kimya kimya. Moyoni mwake alihisi huenda amepata mtu aliyekuwa akimtafuta kwa muda mrefu sana. Siku zilizofuata, Mahoka alianza kumfuatilia Rashidi kwa siri. Alitaka kujua kama kijana huyo alikuwa na moyo wa dhati au kama alikuwa mnafiki kama watu wengine wa mtaa ule. Aligundua kuwa Rashidi alikuwa na maisha magumu sana. Alifanya kazi za vibarua sokoni ili kujikimu, lakini licha ya shida zake, alikuwa ni mtu wa kusaidia wengine bila kusita. Mahoka aliamua kumjaribu Rashidi kwa njia nyingine. Asubuhi moja alipomwona Rashidi akitoka sokoni, alijifanya ameanguka barabarani. Watu waliokuwa wakipita walimkwepa, wengine wakicheka na kusema, huyo chizi hana hata nguvu za kutembea tena." Lakini Rashidi hakucheka. Alienda moja kwa moja kwa mzee Mahoka, akampatia mkono na kumsaidia kuinuka. "Mzee, umeumia?" aliuliza kwa sauti ya huruma. Mahoka alijifanya anaugua na kusema kwa udhaifu, "Nina njaa sana kijana wangu."
Bila kusita, Rashidi alitoa shilingi zake za mwisho na kununua chapati 2 na chai kwa Mahoka. Mahoka alitabasamu kimoyomoyo, lakini hakusema neno. Akajua kuwa Rashidi alikuwa tofauti na wengine. Tabia ya Rashidi kumsaidia mzee Mahoka haikuwapendeza watu wa mtaa ule. Wengi walimwambia aache kujiingiza na mambo ya chizi huyo. Unapoteza muda wako kijana, huyo mzee ni kichaa, hana faida yeyote. Wengi walimwambia hivyo, lakini Rashidi hakuwajali. Aliamini kila mtu anastahili heshima, hata wale waliodharauliwa. Siku moja wakati Rashidi alipokuwa amekaa kando ya duka, Mahoka alimsogelea na kusema, "Kijana, unanionaje?" Rashidi alitafakari kisha akasema, "Na kuona ni kama mzee aliyepitia mengi, lakini bado ana pumzi ya kuishi. Unahitaji msaada, sio dharau." Mahoka alitabasamu na kusema, "Utanisaidia?" Bila kusita, Rashidi alijibu, "Ndiyo, nitakusaidia." Mahoka alimtazama kwa macho yenye maana nzito. Jaribio lake lilikuwa linaelekea mwisho. Baada ya kuona kwamba Rashidi ana moyo wa huruma, Mahoka aliamua kumpa jaribio kubwa zaidi. Siku moja Mahoka alimfuata Rashidi sokoni akiwa na sura ya huzuni. Alikuwa amevalia nguo chafu zaidi ya kawaida na alijifanya anaumwa vibaya. "Rashidi, naomba msaada wako," alisema kwa sauti dhaifu. "Nini shida mzee?" Rashidi aliuliza kwa wasiwasi. "Nina mahali nataka kwenda, lakini siwezi peke yangu. Tafadhali unaweza kunisindikiza?" Rashidi hakusita, alimsaidia Mahoka kutembea, akamchukua hadi njiani mbali na nje ya mji, mahali ambapo watu wengi hawakufika. Walipofika mbele ya jengo kubwa lenye geti la chuma, Mahoka alisimama na kusema, "Nisubiri hapa." Akaenda mbele na kupiga hodi. Mara moja, mlango mkubwa ulifunguliwa na mlinzi aliyekuwa amevalia suti nyeusi akatoka. "Karibu bwana mkubwa, karibu sana," mlinzi alisema kwa heshima kubwa. Rashidi alishtuka. "Bwana mkubwa?" alijiuliza sana. Mahoka aliingia ndani ya jumba lile la kifahari, kisha akamgeukia Rashidi na kusema, "Njoo ndani." Rashidi alisita, lakini kwa heshima aliyokuwa nayo kwa mzee Mahoka akamfuata ndani. Alipofika ndani ya jumba hilo, alishangaa. Sakafu ilikuwa na marumaru safi, kuta zilikuwa zimepambwa na michoro ya kifahari na harufu ndani ilikuwa nzuri ya maua. Hakika hakukuwa na dalili yoyote ya uchafu au umaskini aliyodhani Mahoka anao. "Karibu nyumbani kwangu kijana," Mahoka alisema kwa sauti ya upole. Rashidi aliduaa. "Hili jumba ni lako mzee?" aliuliza kwa mshangao. "Ndiyo Rashidi, mimi si chizi, mimi ni tajiri mkubwa wa mji huu." Rashidi alibaki mdomo wazi, moyo wake ukipigwa na butwaa. Mahoka alikaa kwenye kiti cha dhahabu na kuanza kueleza. Alisema, "Kwa miaka mingi nimejifanya chizi ili kuona ni nani atakayeheshimu na kunijali bila kujua utajiri wangu. Wengi walinidharau wakiniona kama takataka ya mtaa, lakini wewe Rashidi uliniona kama binadamu." Rashidi hakuweza kusema neno. Mahoka akaendelea, "Sina watoto, sina ndugu wa karibu. Ninahitaji mtu mwenye busara na moyo mwema wa kurithi mali zangu. Nimeamua kuwa mtu huyo ni wewe." Rashidi alishtuka zaidi. Mimi siwezi, sina elimu, sina uzoefu wa utajiri kama huu." Mahoka alicheka kwa upole. "Busara haipimwi kwa elimu pekee Rashidi. Busara hupimwa kwa matendo. Wewe ndiye mtu niliyemtafuta kwa muda mrefu." Machozi yalikusanyika machoni mwa Rashidi. Kwa miaka mingi alikuwa maskini, akidharauriwa na kukatishwa tamaa, lakini sasa mtu aliyemdharau zaidi na yeye ndiye aliyempa nafasi katika maisha yake. "Baba Mahoka, sikutegemea haya, lakini nashukuru sana." Mahoka alitabasamu,
Alisema, usiniite tena chizi. Kuanzia leo, wewe ni mwana wangu wa kiroho. Utajifunza kila kitu kuhusu biashara, mali na heshima ya maisha. Lakini kwanza, kuna jambo moja tunapaswa kufanya. Jambo gani tena mzee? Mahoka akatabasamu kwa ujanja, akasema, hapana bwana, nakutania, wewe ni tajiri. Na hapo ndipo mwisho wa hadithi yetu nzuri. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Tukutane katika story nyingine. Bye.